Laikipia Magharibi wameeleza kusikitishwa kwao na mfumo wa elimu ambao umewalazimu kuwa chini ya usimamizi wa walimu wakuu wa shule za msingi. Wakizungumza mjini Rumuruti, eneo bunge la Laikipia Magharibi, kaunti ya Laikipia, walimu hao wakiongozwa na Kinyua Mwangi wamesema kwamba ni vyema kwa serikali kuwatambua na kuwapa uhuru wa kujisimamia, kwa kusema kuwa mtaala unaojulikana ni wa 26333 wala si 2933 ambao unawashurutisha kufunza zaidi ya masomo 38 kila wiki, wakitaja hatua hii ni ngumu kwao, kwani baadhi yao hulazimishwa kufundisha masomo ambayo hawana tajriba ya kuyafundisha. Aidha, wameonyesha ghadhabu kwa serikali baada ya kuwaweka chini ya usimamizi wa walimu wakuu wa shule za msingi, wakisema kuwa ni hujuma na madharau, na kuitaka tume ya kuajiri walimu TSC kuajiri chini ya mpango wa kudumu, kwa madai kuwa huenda masomo ya wanafunzi yakatatizika. Laban Muhinda na taarifa hii kwa kina. Unapowatazama utadhani wana furaha, lakini kile usichojua ni masaibu ambayo wanapitia shuleni. I had an experience where a teacher wa Kiswahili CRE anafunza integrated science, alafu there was a topic ya mirrors, and that topic was hard for the teacher. Leave alone being hard for the teacher. There was nothing to present as a mirror. Hawa ni walimu wa JSS Laikipia Magharibi wakilia kuhusu changamoto za usimamizi, kwa kusema kuwa wanapitia madhila mikononi mwa walimu wakuu wa shule za msingi ambao wasimamia, wakidai tofauti zao za usimamizi na elimu zinalemaza utekelezwaji wa mfumo wa CBC. Tukipewa nafasi hii ya junior school ijisimamie, tutapata walimu wa kutosha kutoka senior school ambao hawatakubali kwa sasa kuwa deployed kwa junior school, kwa sababu watakuwa chini ya huyo head teacher ambaye hataelewa, ambaye hatakuwa na nafasi nzuri ya kimawazo na yule mwalimu ametoka kwa senior school kwa sababu ya inferiority complex. Mwalimu mmoja, Kinyua Mwangi, anaeleza kuwa mazingira ya walimu wengi ya kufanyia kazi yamezidi kudorora, licha ya ripoti ya matakwa yao kumfikia Rais William Ruto baada ya vikao na walimu ili kukusanya maoni yao kuhusu uboreshaji wa elimu nchini. Kuna ile presidential party on education scheme, hii kitu kama hiyo, the report that was given to the president, it has not been implemented entirely. And kwa hiyo report imesema hivi, imeongea mambo ya welfare ya mwalimu, welfare ya mwanafunzi, working conditions na kila kitu. Serikali imeingiza kitu ambayo inaitwa comprehensive. Wakati CBC ilianza hatukuwa na kitu inaitwa comprehensive, imewekwa ndani katikati. Wanaendelea kusema kuwa shule za JSS zinapaswa kupewa uhuru wa kujisimamia ili kushughulikia changamoto zao kibinafsi bila mwingilio wa walimu wakuu wa shule za msingi, wakitaja kuwa ukosefu wa mwongozo dhabiti kutoka kwenye TSC umesababisha wengi wao kufunza masomo zaidi ya 38 kila wiki, jambo ambalo wanasema ni hujuma kwao. We find that the teachers are having over 38 lessons per week. So the reason being that we do not have enough teachers. That is one of the challenges that we are facing right now. And the reason is because we do not have our own independence, since our senior school teachers cannot be deployed to come and help us in our junior school. Ni wito wa walimu hawa kwa Wizara ya Elimu kusikia kilio chao na kuwapa uhuru wa kujisimamia ili kuhakikisha kuwa elimu nchini inaboreshwa na wanafunzi kupata mafunzo ya viwango hitajika. We are really struggling as JSS teachers to administer our duties. Nikiripotia TV47 kutoka mjini Rumuruti, kaunti ya Laikipia, jina langu Laban Muhinda. Yes, autonomy. Tukiendelea